kuna hii video ambayo inaonyesha mtu mmoja hivi akiwa akasimama mbele ya gari ambalo gari hilo nyuma linaonekana lina nembo ya polisi, lakini huyu mtu alikuwa kavaa nguo ya CCM na hili gari lilikuwa limebeba wananchi, ni kama vile wanaelekea kwenye mkutano fulani hivi. Sasa hii iliibua sintofahamu na maswali mengi, huku wengi wakilitupia lawama jeshi la polisi na kuona kama limeelemea upande mmoja. So bana, jeshi la polisi limetoa tamko kutokana na hiyo clip ino trendi, lakini pia still picture ambayo inamuonyesha huyo mtu ambaye kasimama mbele kavaa sare za CCM, lakini nyuma kuna hilo gari ambalo lina nembo ya polisi. Sasa unaambiwa bwana, jeshi la polisi mkoa wa Simiyu ambao ndio tukio hilo limetokea linapenda kutoa ufafanuzi kuhusiana na taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu gari la polisi kutumika kubeba wanachama wa Chama cha Mapinduzi March 22 mwaka 2025. March 22 mwaka 2025, gari la polisi lenye namba PT 4342 iliyokuwa ikitokea wilaya ya Itilimba kwenda Bariadi ambako ni makao makuu ya mkoa wa Simiyu kwa kazi maalum, na lilipofika maeneo ya kijiji cha Bugalabujiga lilikuta gari ya namba T 356 AAK aina ya Scania mali ya kampuni ya Alliance iliyokuwa ikiendeshwa na Yusuf Mayenga, ikiwa imeharibika na dereva wa gari la polisi alisimamisha gari ili kujua wananchi hao walikuwa na tatizo gani. Ndipo wananchi hao walieleza kuwa walikuwa wameharibikiwa na gari waliokuwa wakisafiria na wakaomba msaada wa usafiri kwenye gari hiyo ya polisi. Kwa mazingira hayo, jeshi la polisi lilipaswa kufanya hivyo ili kutekeleza wajibu wake wa kisheria wa kulinda usalama wa raia na mali zao bila kujali itikadi ya chama chochote cha kisiasa. Hayo ni maneno kutoka kwa ACP Swebe. Swali lilikuwa kwenye hilo swala la kusema kwamba jeshi la polisi lilipaswa kufanya lilipaswa kufanya hivyo ili kutekeleza wajibu wake kisheria wa kulinda usalama wa raia na mali zao bila kujali itikadi za kisiasa. So wengi waliona kama ile taarifa ya jeshi la polisi ni kama vile haiko sawa, kwa sababu wanaona kabisa jeshi la polisi linaelemea upande mmoja, kwa sababu wanasema hakuna video clip ama picha tu ikionyesha polisi wakiweza kusupport vyama pinzani. Yani polisi wakute wanachama wa Chadema alafu wawabebe kwenye gari. Basi ukiona na wabeba, basi wengi wanasema safari ni moja kwa moja kituoni. Yani hata barua yao walioandika imeelezea hivyo na imeweza kuelezea hivyo kwamba jeshi la polisi pia linakanusha kuwa halikubeba wanachama wa Chama cha Mapinduzi, bali walitekeleza wajibu wake kisheria na kulinda usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo ile kuwajaji polisi sijui hivi na vile no. Kwa bwana, ndo hivyo, wewe mwenyewe utapima na utajua kwamba jeshi la polisi limetimiza kweli wajibu wake kama kawaida, ama ndo mara ya kwanza na watu wameshtuka. Na kwa nini watu waje kuona wajibu wao ukitekelezwa kwa vyama pinzani kama Chadema na vyama vingine? Tunaona jeshi la polisi kama vile hii taarifa wameichukulia kiuwepesi, lakini kuna watu wameitazama kiundani zaidi na kuona haisi kwa namna moja au nyingine walikuwa wanawasaidia kuwapeleka hiyo sehemu, lakini kuna wengine wanasema jeshi la polisi lilikuwa kwenye wajibu wa kawaida wa kubeba wanachama. Kwa hiyo ni katika tu comment za watu za sintofahamu juu ya hili swala. Mimi nakuachia pia wewe uweze kuangalia, je, ni kweli jeshi la polisi limetimiza wajibu wake wa kulinda raia na mali zake bila kujali itikadi za chama? Drop comment, tutakuwa kinoma noma. Bye bye.